Pato la taifa limeendelea kukua kwa asilimia 6.3 katika kipindi cha mwezi Julai hadi Septemba mwaka 2015 ukilinganisha na asilimia 5.4 mwaka 2014 katika kipindi kama hicho. Takwimu hizo zimetolewa leo na mkurugenzi mkuu wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu Dr. Albina Chua alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam. Pato la taifa katika kipindi hicho cha Julai Septemba mwaka 2015 limeendelea kukua kwa kasi ya asilimia 6.3 ikilinganishwa na kasi ya asilimia 5.4 katika kipindi kama hicho cha Julai Septemba mwaka 2014. Kwa wananchi wa kawaida ni kwamba serikali imeendelea kutoa fursa kwa wananchi wake katika sekta mbalimbali za kiuchumi. Kwa mfano, serikali imeendelea kutoa huduma za umeme, imeendelea kutoa huduma za maji kwa wananchi, imeendelea kutoa huduma za afya kwa wananchi kwa kipindi husika. Kwa sababu pato hili lisingekuwa kwa asilimia 6.3, ina maana serikali isingeweza kuendesha shughuli za kiuchumi kwa wananchi wake. Pamoja na hayo, Dr. Chua ameeleza kuwa maoteo ya pato la taifa kwa mwaka 2015 yanayotolewa na Wizara ya Fedha na Mipango yanakadiriwa kuwa shilingi trilioni 89.1 kwa mwaka mzima wa 2015 kama hakutakuwa na misukosuko ya kiuchumi. Kwa maoteo ambazo Ofisi ya Taifa ya Takwimu ikishirikiana na Wizara ya Fedha na Mipango inakadiriwa kwamba kuanzia Januari hadi Disemba mwaka 2015 pato la taifa litakuwa trilioni 89.1. Trilioni 89.1. Sasa hivi Januari mpaka Septemba tumeshafikia trilioni 71 trilioni 71.7. Kwa hiyo tukiweka uzalishaji wa shughuli za kiuchumi kwa kipindi cha Oktoba hadi Disemba inawezekana. Mbali na kukua kwa pato la taifa, takwimu hizo zimebainisha kuporomoka kwa uzalishaji wa bidhaa viwandani kwa asilimia 3.6 ukilinganisha na asilimia 6.3 kipindi kama hicho mwaka 2014. Mkurugenzi wa sera na utafiti wa shirikisho la wenye viwanda Tanzania CTI Hussein Kamote ametaja tatizo la ukosefu wa umeme kama moja ya sababu za kuporomoka huko. Umeme ndio moyo wa sekta ya viwanda. Kama umeme haupatikani vizuri, basi ujue sekta ya viwanda haitafanya vizuri. Na ni wote ni mashuhuda kwamba katika kota hii upatikanaji wa umeme haukuwa mzuri kwa maana ya upatikanaji ubora wake, lakini pia hata bei yake imeendelea kuwa kubwa ya $16 kwa kilowatt hour, ambayo kwa kusema kweli ni kubwa ukilinganisha na wenzetu ambao tunafanya nao biashara hasa wa nchi za Afrika Mashariki ya mbali pamoja na eneo la SADC. Naye mhadhiri na mtafiti wa masuala ya uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Samboja Haji alikuwa na haya ya kueleza. Pamoja na kwamba sekta ya kilimo ukuaji wake umekuwa hafifu, bado sekta ya kilimo pato lake mchango wake kwenye pato la taifa karibuni ni asilimia 35. Sasa hii mimi kiutaalamu ninasema kwamba haituridhishi kwa sababu tulitegemea kwamba sasa hivi kadiri uchumi unavyoongezeka na kubadilika, tunategemea kwamba twende kwenye uchumi ambao unategemea kilimo, uende kwenye uchumi ambao unategemea maendeleo ya viwanda na shughuli zingine ambazo za kuzalisha mali ambazo zitazohusika na sekta binafsi kwa maendeleo ya taifa hili. Kelvin Kagambo, Mwananchi Digital.